Na midondoko ya hip hop inadondoka ndani ya The Evening Gossips, ndio bwana. Tupo hapa, tumepewa nguvu na Marigan. Ni wauzaji wa suti za kike na za kiume kwa bei nafuu kabisa bwana. Sio suti tu, wanauza tai na kofia za kijanja kabisa. Usisahau tupo East Africa Commercial and Logistics bwana. Shaka Boy Gaddafi wa Mitano bebe ndo jina langu bwana. Vipi hapo mzee wa kazi? Jitambulishe wakujue bana. Hapa ni yule ZDHERI the king himself. Squeeze bana, kama mkali wa hizo kazi. Mkali wa hizo kazi. Bwana, yetu ni midondoko ya hip hop tu. Si atugusi kwenye bongo flavor, ndio? Kama kawaida. Bwana, hip hop zimelala. Unajua nini? Nakumbuka msemo mmoja Songa alimba kwenye mstari wake mmoja kwenye ngoma yake moja hivi. Inaitwa ngoja niachane nayo. Nakwambia kwamba uongo utaenezwa kama udongo juu ya jeneza. Najua hip hop sijui lolote kuhusu bongo flavor bana, ndo sisi hapa tunaondoka kama hivi. Mambo ya bongo flavor tuyajui, ndio tunaondoka na hip hop tu basi. Hip hop tu imeisha, ndio bwana. Tarehe 11 mwezi Septemba mwaka 2007 wengi walikuwa machalii, hata ulikuwa chalii bado bana. 2007 kulikuwa na tukio kubwa duniani Asumani, hilo tukio nalijua kuhusu ulimwengu wa hip hop bwana. Ukizungumzia 2007 moja ya tukio lilitikisa sana dunia. Nazungumzia tukio ambalo tunataka tulizungumzie muda huu hapa, tukio ambalo lilikalisha dunia nzima, na ilikuwa ni kati ya rap gangster na kijana rappers wasomi. Rappers wasomi hapo unamzungumzia Kanye West pamoja na 50 Cent. Ndio bwana, Marekani nzima ilisimama kushuhudia battle kali ya album mbili ambazo zilitoka ndani ya siku moja tu. Nani atauza zaidi? Swala ni hili hapa, kati ya gangster au kijana msomi. Bana, unaambiwa bana, hiyo ilikuwa ni battle ya sales, ndio kipindi sa ndo Kanye West ame-announce kuachia hiyo albamu yake na 50 Cent naye ndo muda ambao ali-announce naye pia kuachia kwamba albamu yake. Na baada ya kuona hivyo 50 Cent yeye mwenyewe alienda kwenye media akatangaza kwamba kama album ya Kanye West Graduation, album inaitwa Graduation, kama ikiuza zaidi ya album yangu, album ya 50 Cent inaitwa Curtis, kama ikiuza zaidi ya Curtis ndani ya wiki moja anaacha muziki bwana. Ilikuwa noma sana, lakini mwisho wa siku lakini baada ya album kutoka sasa hiyo tarehe 11 yenyewe sasa unaambiwa bana, Kanye West alifanya maajabu. Alishangaza dunia na ngoma lake kubwa zaidi ilikuwa ni Stronger, ndio Stronger. Lakini huku upande wa pili ngoma lake kubwa ilikuwa I get money noma sana. Sasa bana, unaambiwa kipindi hicho watu hawakuamini kwa sababu Kanye West tayari alikuwa 50 Cent tayari alikuwa ni mtu mkubwa sana kwenye industry, na pia alikuwa ni mtu ambaye tayari shatoa album zake mbili huko nyuma. Kwa hiyo moja kwa moja aliamini kwamba atashinda kwa sababu ana album mbili huko nyuma na zilikuwa ni album zilizofanya vizuri sana. Nakumbuka moja album yake moja ndani ya wiki moja iliuza zile kopi iliuza kopi milioni 1.14 ndani ya wiki hiyo, ndani ya wiki moja. Alafu ukiangalia Kanye West alikuwa bado ni kijana wa chuo anasoma, baada ya muziki wa hip hop unakuja kutambulika kama ni muziki wa magangster. Ndio yule mwamba mliondokea kigangster yeye hana kosa mwanangu. 50 Cent hakuamini macho yake, unaambiwa baada ya kuona album ya Graduation ndani ya wiki moja tu iliuza kopi 9 something hapo, lakini 50 Cent aliuza 600,000 ndani ya wiki moja. Na unaambiwa haikuishia hapo. Na sio kwamba tu Kanye West ndo aliongoza ndani ya wiki moja, ni aliongoza mazima mpaka leo hii hapa. Graduation ndio inaongoza na nyeri kati ya 50 Cent bado iko nyuma. So tunaweza kuona kwamba yani 50 Cent kiujumla, Kanye West kiujumla bana alibadilisha
alibadilisha mtazamo wa ulimwengu kuhusu game ya hip hop. Watu wengi wanaamini kwamba hip hop ni kwa ajili ya magangster tu, lakini Kanye West akaja na kitu tofauti kwamba bwana hip hop sio muziki tu wa magangster, hata sisi wasomi nini tunaweza, ndio wanyamwezi. Unajua Kanye West bwana alikuwa ni mtu wa fashion, akiachana na usomi alikuwa ni mtu wa fashion. Kwa hiyo akaja kuaminisha kwamba rap ya fashion pamoja na akili inaweza kufanya kitu katika ulimwengu. So lakini pia tunaona bana kuna kitu kimoja kupitia hizo album mbili, hayo matokeo yaliyopatikana, kuna vitu vilipatikana pale. Tunaweza kuona Kanye West alifufua rappers ambao wasomi, soma gangster. Kwenye hiyo album, kupitia hizo album tunaona kwamba wakafufua marapa ambao soma gangster. Bwana issue ya Drake alifufuliwa na hivi. Drake pale alitokea pale kwenye nanili, kwenye hiyo battle ya sales kabla ya kwenda Young Man pale ndo alitokea kwenye battle ya kwa Kanye West mwaka 2007 huo, ndio ili battle bwana, sio la miaka ya saizi, ni battle zaidi ya miaka 18 nyuma. Battle fulani hivi ambalo lilikuja kushangaza sana dunia. Wale wapenzi wa hip hop bwana walisimama wote kutazama ile battle. Battle yenyewe ilikuwa sio kuchanana, ilikuwa ni battle ya sales, mauzo tu. Yani kama ukinishinda Asmani saizi kwenye kuuza suti zangu hapa za Marigan, naacha kazi tu tena masuti, si ndio? Ndio hivyo. Lakini Kanye West baadaye alikuja akasema ningejua 50 Cent alikuja akasema baadaye ningejua nisingotangaza kuachia siku moja pamoja na huyu Kanye West. Yani kiufupi hakuamini kabisa, kwa sababu hip hop ina mashabiki wengi kutokea mtaani. Kanye West 50 Cent alikuwa anaamini tayari mimi na watu mtaani. Huyu kijana Kanye West hajulikani. Yani unajua mambo ya hip hop na usomi fulani hivi kama vitu tofauti. Unaona wasomi ni watu wa suti tu, lakini magangster wengi wanasangana wanaondoka na midondoko ya hip hop nini. Lakini time wa mwisho bwana Kanye West anakuja kuishangaza dunia kwa mauzo ya wiki moja tu. Na alifanya vizuri sana kupitia hiyo album. Ilifungua milango mingi sana kwa marappers wengine, lakini kwa 50 Cent aliingiza mtonyo kama kawaida. Kwamba alipiga hela sana pale kwa kipindi hicho. Lakini album hizo nyimbo zake bado zinafanya vizuri zaidi. Ndio. Mpaka nao nyimbo zinafanya vizuri. Mpaka nao nyimbo bado zinafanya vizuri zaidi. Mimi nataka nikutajie hapa nyimbo ambazo bado zinafanya vizuri mpaka sasa hivi. Ndio. Kwa upande wa album ya Kanye West, Kanye West Graduation, ndio. Nyimbo ya kwanza ambayo inafanya bado poa zaidi, ya kwanza ni Stronger. Stronger bado inafanya poa kutoka 2007 mpaka nao 2026 sasa hivi. Lakini nyimbo ya pili ni Can't Tell Me Nothing. Bado iko juu. Afu ya tatu ni Good Life bado inafanya poa zaidi. Afu nyimbo ya mwisho ya 4 ni ile ya Flashing Light bado yenyewe inafanya poa. Lakini kwa upande wa 50 Cent nyimbo bado ambayo inafanya poa kwa sasa hivi ni I Get Money. Bwana, nyimbo fulani hivi ambayo alizungumzia zaidi masuala ya pesa tu, aliwaamsha vijana wa Marekani waliamka sana. Lakini nyimbo ya pili bwana kwake ni Ayo Technology ambayo bado inafanya poa zaidi kwa upande wake. Nyimbo ya tatu bwana hapa unaona mbona kama zote za Kanye West hivi. Noma sana. Nyimbo ya tatu ambayo inafanya poa kwake ni Follow My Lead. Nyimbo tatu tu ambazo za kwake zinafanya poa sasa hivi. Nyimbo za Mnyamwezi, 50 Cent Mnyamwezi sana. Hapo wewe ukiambiwa uondoke kati ya hizo album mbili, uondoke kati ya Graduation na Curtis. Unaondoka na hivi. Bwana, mimi sio gangster, mimi si msomi. Mimi nitaondoka na Graduation. Ukisikiliza nyimbo ya Stronger, ni nyimbo fulani hivi ambayo bwana Kanye West bwana ni msomi, hapo aliandika kinoma. Alafu ni kijana ambao hakutarajia kwamba atakuja kufanya poa hivi. Na katika album ya Graduation ndio album ambayo imekuja kumtambulisha zaidi, akajulikana zaidi duniani kote, sio Marekani tu, duniani kote. Pale ndo alionekana kwamba anafanya kitu gani. Na alionyesha kwamba rap sio tu magangster. Kama mwanzo nimekwambia rap sio tu kwa ajili ya magangster. Sure. So kupitia Kanye West, yani tuseme labda hizo asingekuwepo Kanye West mwanangu, rap sasa hivi ingekuwa tu ni ya watu kama tunavyojua. Rap ni ya wauni. Lakini bwana rap sio ya wauni bwana. Kwani wewe ni muuni? Sasa sisi tunadondoka na hip hop. Unajua kupitia Kanye West sasa na sisi ndo
Bwana noma sana. Bwana tupo East Africa Convention and Logistics, lakini tumepewa udhamini na wauzaji wa suti za kike na za kiume, wanaitwa Marigan. Bwana wanauza vitu fulani, si unaona kameramani wangu vitu fulani vya upoaji zaidi. Kama unataka upendeze, una shughuli ya harusi, una mambo gani, unaenda kwenye mikutano mikubwa, basi Marigan wapo kwa ajili yako, unapendeza kinoma. Tai za miaka ya mbele Asmani, umeziona? Nitakwambia kwamba sio suti tu, mpaka kofia za kijanja, kofia fulani hivi za kimalikia kama vitu kama vya Malkia Elizabeth. Watu wa fashion ambao wanapenda ndio watu wa fashion hapa ndo mahali kwenu, chimbo liko huku, bei zake kamseleleko kama tupo China vile. Bwana hii ilikuwa ni the evening gossip, nilikuwa ni Shaka Boy Gaddafi wa mitani bebe, lakini nilikuwa naye nani huyo? Zidieli yule bana, ZIDIKHERI the king himself. Bwana majina unayatoa wapi mzee wangu? Watu wa hip hop bwana noma sana bwana. Issue kubwa ambayo tulikuwa naongelea hapa ni iliyotokea 2007 tarehe 11 mwezi Septemba, si ndio? Bwana kulikuwa na battle kubwa sana ya mauzo kati ya album mbili, albamu yake Kanye West na albamu yake 50 Cent, albamu ya Graduation na Curtis, ndio bwana noma sana. Kama hujafuatilia nyimbo zao bwana, japokuwa ni za kitambo lakini zinafanya poa, nenda kafuatilie time hii hapa, afu utakuja kudondosha comment yako kwa upande wako, maoni yako, naona album gani ambayo ilitisha zaidi kwa miaka ile na nyimbo zake mpaka leo zinazidi kufanya vizuri zaidi, si ndio? Kuna baadhi ya nyimbo mpaka sasa hizi haziwezi kufikia ubora wa nyimbo za miaka 18 iliyopita. Of course. Unajua bana, kwa upande wa Kanye West, Kanye West ni mtu mwenye akili sana. Ana akili akili sana. Unaona ukiangalia hata sasa hivi show zake anazofanya. Wewe angalia tu majuzi kati hizo kwenye matamasha yake alifanya, katengeneza dunia kwamba ni dunia. Bwana mwamba na akili, usimalize tamu. Bwana tutakuchana tukionana, wasiyetujua tuzungumzia. Usiku ukiwa mwema, wewe lala tu. The evening gossip bana, mimi ninachokumbuka tu ilikuwa bonge la show. Bonge la show. Bwana midondoko ya hip hop, watu wa hip hop tunakutana hapa every day kukupa updates kali sana. Nyuma ya kamera si ni Kazuri mwanangu sana, Kazuri OG media, mtu wa watu huyu, anaga baya. Bwana natumaini vitu vimeenda sawa sawia. Tutakutana tukionana. Ciao. Wamenye.